Basi nataka niende nilete neno la Bwana ambalo ujumbe unasema ama inasema intimacy. Intimacy, praise the Lord, ni ule mwingiliano wa nguvu. Sema amen. Yaani kuwa karibu na mtu sana, inaitwa very close relationship. Very close relationship. Sema amen. Wewe andika tu neno intimacy, utaenda kuangalia kwa dictionary, linaongea habari ya mwingiliano. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo watu walisimamishwa kwenda kanisani, kuna wale ambao walishikamana na Mungu na kuna wale ambao walitawanyishwa na huo msemo wa kwamba kanisa lifungwe. Lakini imefika wakati kaliambie kanisa, Mungu ametupatia nafasi nyingine ya pili. God has given us another chance. Amen. Wakati huu ambao Mungu aliruhusia, kwa sababu hakuna jambo lolote ambalo linatendeka kama Mungu hajaruhusia. Hakika Mungu aliruhusu kanisa lifungwe ili imani za watu zipimwe. Mimi mwenyewe nimepimwa imani. Wachungaji wa rafiki zangu maaskofu walikuwa wananiuliza, sasa bishop, tutaendaje, tutakula nini? Nikawaambia Mungu aliyewaita awalishe na wavishe. Bwana Yesu asifiwe. Nikawatia moyo na nashukuru Mungu maana sote tumeendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na katika nyumba hii ya Mungu nimeona watu wengi wakibarikiwa, wawe landlord na landladies. Praise the Lord. Watu wamekuwa wakienda kazi ambao hawakuwa na hizo kazi. Wale ambao wamesimama na kazi ya Mungu, Mungu aliwatajirisha wakawa sawa. Praise the Lord. Na nimesema kwa Mungu hakuna kuchelewa. Ikiwa kuna mahali ulikuwa haujapata, sasa umekuja kanisani, anza kupokea hiyo katika jina la Yesu. Utajiri wa Mungu wa rohoni na mwilini uko hapa. Hii madhabahu imejaa utajiri wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa hapo juu. Kuna mama mmoja ambaye mtoto wake alikuwa mgonjwa sana. Nikachukuliwa na watumishi wa Mungu nikaenda kumwombea. Na huyu mama pia alikuwa amefutwa kazi na nyumba yake ilikuwa inachukuliwa. Na tukaomba na yeye. Sasa huyu mama akafikiria mimi nitaenda kutoa shukrani nini? Maana mtoto amepona, hata amekuwa mkubwa. Na kazi amerudi, na hata nyumba yake pia imepona. Sasa kuna mtu alichukua loan pengine akamlipia, na sasa nyumba anakaa kwake. Bwana Yesu asifiwe. So yule mama akafikiria nitafanya nini? Akasema nikipeleka fedha inaweza kuwa haitakuuza mahali. Haleluya. Alikuja na beberu 2 za mbuzi na bandali za unga wa ngano na vitu vingi hapa madhabahuni. Sema amen. Huo wakati wa COVID. Nataka kusema ya kwamba kila chochote kinachotendeka kinatendeka kwa season ya Mungu. Na kama unataka kushinda, ingia katika hiyo season. Sema amen. Season ni nini? Kuna wakati Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri 10:13 inasema kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kucheka na kuna wakati wa kulia. Kuna wakati wa kulala na kuna wakati wa kuamka. Kuna wakati wa kula na kuna wakati wa kufunga. Sasa wakati wa kufunga na wakati wa kula, Biblia linasema bado uwe na amani. Kuweni na furaha, nasema kuweni na furaha kwa wakati wowote. Na wakati wa COVID ilipokuja, watu wengi walisema tumeisha. Makanisa, wachungaji wakasema tumeisha. Lakini nataka kukwambia, sasa ukijua season yoyote jinsi inavyoenda, Shadrach na Meshach na Abednego wakamwambia Nebukadneza, Mungu wetu atusaidie asitusaidie, sisi tunajua anatosha. Hatutaabudu sanamu, tutaendelea kumwabudu Bwana. Na sisi kama ni kuweka kwa tanuru ya moto, hiyo ni season ya kuogelea kwa moto badala ya kuogelea kwa maji. Haleluya. Kama tukiogelea kwa maji tunatoka salama, hata hii moto leo tutaogelea tutoke salama. Ile ilikuwa ni season ya kuogelea maji, lakini hii season ya kuogelea nini? Moto, na bado tutatoka salama. Walitoka salama. Praise the Lord. Watu wa Mungu tumekuwa na mafundisho ya ajabu sana katika hii wakati wa COVID. Sema amen. Nimewafundisha watu, Mungu ametufundisha
habari ya hapa kuwa a very very look here. Nataka kukupatia mfano moja. Mama ana katoto kake ka miaka 3. Haleluya. Na ana maid. Sasa anakwaruza maid, anapiga maid, alafu akili ambayo ni kidogo anaenda kazi anachia mtoto wake maid. Yule aliyempiga. Sasa unahitaji maombi au unahitaji hekima? Haleluya. Ni kitu cha kufikiria very simple. Nikipiga huyu maid, nikimnyima chakula, nikimnyima mshahara, hata kuniibia anaweza kuniibia. Lakini wewe huwezi fikiria hilo. Haleluya. Kama haumlipi maid, ataanza kuiba unga, ataanza kuiba sukari. Ukiacha 100 anapunguza 50. Ni kwa sababu hujamlipa maid. Sasa unakuja kwa mchungaji, rudi siniombee kwa sababu naona maid wangu ameanza kuwa mbaya. Wewe ndio ulikosa hekima. Msichana ambaye hajui akitembea na mwanamke atapata mimba. Ni msichana mtu mjinga. Haleluya. Ni mtu ambaye ni mjinga, hajielewi. Wewe una mayai, ukipatikana na mbegu inapigwa unatoka mtoto. Sasa wewe unatembea na huyu alafu sasa niombeeni. Hatukuombei kwa sababu unahitaji hekima na maarifa. Praise the Lord. Hallelujah. Ndio naona Biblia inasema wazi. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba sasa kuanzia sasa watoto wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Si kwamba hawajui kuomba, si kwamba hawajui kutoa, lakini hekima ndio wamekosa. Kitabu cha Proverbs inasema nini? Na kama umekosa hekima, muombe Mungu akupe hekima. Haleluya. Kuna wamama wanapenda kuongea udhaifu wa wazee wao. Najua mume wangu ana hivi, najua mume wangu ana hivi. Wewe ni mtu mjinga kweli. Nakwambia ule kweli kabisa. Haleluya. Hiyo ni siri yako kwa sababu hujui mume wako na wewe ni mwili mmoja. Kwa hivyo ukiongea kuhusu mume wako unajiongelea. Sema amen. Biblia inasema hekima imeshinda marashi. Hekima imeshinda mtu mwenye pesa. Ndugu yangu, nimegundua ya kwamba kuna watu wana pesa lakini hawaishi maisha mazuri. Haleluya. Kwa sababu nimekuja nikaona hawa wazungu wana staili zao za kuishi, wanaishi ustaarabu. Na kuna mtu ana pesa lakini haishi ustaarabu. So he does not enjoy his money. Ana pesa kununua gari, hawezi kununua gari. Ana pesa kujenga nyumba nzuri akae, hawezi kujenga. Yaani ana pesa lakini hawi mstaarabu. Sasa mwambie jirani yako ni wakati ustaarabike. Hata huku kwa Yesu nako kunahitajikana ustaarabu huku. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uombewe lakini mdomo wako tutauombeaje? Sema amen. Haleluya. Yesu alisema ufalme mmoja hauwezi kujipiga. Sema amen. Wewe na bwanako ni mwili mmoja. Hata akiwa na shida gani, hata akiwa ananyoa kipara ni starehe yake. Wachana wale wanywele. Haleluya. Furahia kipara, papasa kipara, kwani shida iko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ramba kipara, kwani utaramba nywele, ramba kipara ndio umeramba mzuri. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa Mungu akaona watu hao wamecheza sana, wacha niondoe ibada niwaangalie. Sasa Mungu ametupatia. Niambie tu jirani yako, mwambie Mungu ametupatia nafasi ya pili. Biblia linasema katika kitabu cha Waamuzi 6 ina 21 inaongea habari hata kuanzia moja tu. Waamuzi 6 kuanzia moja inaongea habari ya mtu mmoja anayeitwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli walikuwa wamekosea Mungu, wakaabudu miungu inaitwa Baal. Na Mungu akawaangalia vile wanapepetwa na Wamidiani. Wamidiani walikuwa ni watu wachache sana. Very little people, very small number of people. Na walikuwa wanawapiga na kuwatesa wana wa Israeli. Wakipanda mashamba kabla hawajavuna, wanakuja wanayavuna. Ng'ombe ikizaa, mama analala na baba, asubuhi waamke wakamue, wa Midiani walikuja kukamua usiku. Matiti haina maziwa. Waliishi maisha kuteseka. Ni kwa sababu Mungu aliwaona Waisraeli walikula wakashiba, wakatamani kuabudu miungu ya Wamidiani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ikafika wakati Mungu akaanza kuleta huruma. Akatafuta kijana anaitwa Gideoni. Akamwambia Gideoni, sikia, ninajua kile ambacho kimefanya niondoe mkono wangu, niondoe uwepo wangu, niondoe baraka zangu kwenu nyinyi wanangu. Ni kwa sababu mmeniacha mkaabudu miungu mingine. Sema amen. Askofu anasema hivi, watu wa Mungu lazima tujue dhambi iliyo mbaya kuliko ile nyingine. Watu walifikiria kuua ndio dhambi kubwa kuliko zote. Daudi aliua sana, mpaka mikono ifanye hivi inatona damu za watu, lakini yuko mbinguni. Sema amen. Nilihubiri hapa nikasema, wewe una mikono ya kuchukulia vitu. Haleluya. Ukibariki, askofu ananyosha mkono, anachukua, anaweka, anakuambia Mungu akubariki. Lakini huyo anayeongea anaitwa Gona. Huyo ndiye Gona, huyu ni ule wa Gona. Na huyu anayeitwa Gona ni mtu wa rohoni. Na huyu mtu wa rohoni lazima awe na mkono wa kuchukulia vitu. Sasa sikia. Haleluya. Wakati unapoenda gorila kuomba, wakati unapoomba 21 days, Mungu anakuja mpaka pale, anakupatia vile vitu. Chukua Biblia, uliomba Biblia. Chukua gari, uliomba gari. Chukua barakoa, uliomba barakoa. Bwana Yesu ndio kashikwa na polisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe umeletewa hizi vitu na huna mkono wa kuchukulia, utachukuaje? Hapa ni kigutu, hapa ni kigutu. Sasa unajaribu kuchukua, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. So mtu wa ndani lazima awe na mkono. Kama wewe una mkono wa kuchukua, yule Gona ambaye yuko katika ulimwengu wa rohoni lazima naye awe na mkono wa kuchukulia. Mkono wa kuchukulia vya rohoni ni nini? Mwambie jirani yako, imani. Haleluya. Ushaombea mtu, unasikiaje? Aliko sawa kabisa. Sema amen. Lakini ikileta shida, hata mume wangu ni daktari. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna vitembe huwa nina meza wakati shida ikija, niombee tu mchungaji, lakini ikileta shida tutaishughulikia. Kuna mkono wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Nina miaka 20 sasa, inaenda na 3. Sijagonjeka. Na si kwamba mimi ni mtakatifu sana, malaika, hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi ni mwanadamu ukasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kile kitu ambacho kimenisaidia, mwambie jirani yako, anza kumwomba Mungu, umee mkono wa imani. Mkono, sema mkono. Ufanyie hivi, sema mkono, si mko mbali mbali. Mwambie Bwana kumeze mkono wa kuchukulia vitu vyako. Maana umeomba gari imeletwa na hauwezi kuingia ukapeleka, utapiga stati na nini na huna mkono wa imani. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja kanisa. Sasa Mungu akamwambia kijana ya kwamba utavunja madhabahu ya baba yako, alafu utajenga madhabahu ya Jehova. Chukua ng'ombe wa kwanza uvunje madhabahu, uchukue ng'ombe wa pili uyajenge madhabahu, kisha kuanzia sasa hautakufa, utaishi. Amen. I love this word from the Lord. Anasema you will not die, we shall live. Praise the Lord. Wakati utakapomtendea Mungu madhabahu, utaishi, hautakufa. Shetani alikuwa amepanga, akaandika mpaka death certificate, lakini ilipopambana na mwanaume anaitwa Kristo, iliraruliwa na ikawekwa kwa moto. Sasa wewe utaishi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Waamuzi 17, tunaunganisha yale mawili. Unajua pale Mungu aliwarudia. Mlango wa 7, mlango wa 8, mlango wa 9, mlango wa 10, mlango wa 11 na 2 na 3 na 4. Ikifika mlango wa 7, Biblia linasema sasa Mungu akarudi tena kuondoa uwepo wake, na wana wa Israeli wakakaa vile wanataka. Haleluya. Hapo utaona habari za Mika ambaye alikuwa ametengeneza sanamu, abudu sanamu, kwa sababu mfalme hakuwako. Mfalme hakuwako ilimaanisha ufalme wa Mungu alikuwa ameuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu ulikuja kuondolewa. Na hata sisi wachungaji waliobaki ni wale manabii wa Mungu. Unajua wana wa Israeli walipopelekwa kwa Nebukadreza, watumishi wa Mungu walibaki, kina Yeremia walibaki Jerusalem. Sema amen. Kama wewe ulibaki kushikilia imani ya Mungu, sema amen. Basi ni wale wachache
lakini wana wa Israeli wote walibebwa. Sasa Mungu akamtuma mtumishi wake Mlevite, akapita tena kule kwa kina Mika. Na Mika akasema, sasa kama wewe ni mtumishi wa Mungu, utakaa kwangu, nitakulisha, nitakuvisha, na kuanzia sasa najua kwamba Mungu atanibariki kwa sababu Bwana ametuma mtumishi wake. Jina la Bwana libarikiwe. Ninasema ya kwamba hii ni nafasi ya pili Mungu ametupatia. Nimewaambia watu wa Mungu katika online, tupa kabisa ile tabia, tupa ile tabia. Hata dhambi, sema amen. Kile kinachoweza kufanya mtu asibarikiwe mara nyingi sana si dhambi. Nataka kukwambia hivi, hata wenye dhambi ni watajiri, wanapeleka mabrada. Umenielewa? Lakini hakuna kitu kibaya kama tabia mbaya. Tabia mbaya ndio ambayo Yesu alimwambia Petro, pita nyuma, wewe ni shetani. Haleluya. Na kama utaangalia tabia yoyote uliyokuwa nayo kabla kanisa halijafungwa, mwezi wa 3, mwezi wa 2, na ukasema hiyo tabia na hiyo mienendo siitaki tena, na hiyo dhambi siitaki tena, sasa ninaanza upya. Mungu amesema ya kwamba you will not die, you will live. Praise the Lord. So this is another new era. This is a new era. Huu ni mwanzo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the rebirth of the church. The church was dead. Milango ilikuwa imefungwa. Tulikuwa tunapitia huku. Lakini sasa siku ya leo ni Sunday ya kwanza, kanisa limefunguliwa. Nimekuambia ukiwa na tabia ya kuja kanisani saa 5 utakosa kiti. Na Mungu amefanya hivi ili wale wakuja saa 5 na saa 6 wakuje mapema. God was bringing discipline in the church. Praise the Lord. Basi lazima ukubali kuwa discipline. Praise the Lord. Pigia Yesu Kristo makofi mazuri. Intimacy Kiswahili ni upendo ulio karibu sana na kuingiliana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipokuwa ninataka kuoa, nilikuwa na fiancé more than 40. Na nikachanganyikiwa sijui nioe nani. Nyumbani kwetu tayari kulikuwa na wasichana 5 wamekaa pale 3 years, hata wamejenga nyumba. Waningojea nimalize form 4 ili niwaoe. Ikafika wakati sasa nikashindwa yule wa kuchagua. Na nikamwambia Mungu, kile utanisaidia ni wewe unipe mke mzuri. Nikajiachilia. Na nikaingiliana na Mungu, nikangojea mke ambaye ataniambia utaoa huyu, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nimechanganyikiwa. Sema amen. Na hata baada ya kuoa mama yule, nilikuja nikaoa tena wanawake 6. Lakini nataka nikuonyeshe vile ambavyo nimeishi na huyu mama. Katika wale wanawake 6 kulikuwa na Mwarabu. Na pengine nilikuwa nikitembea na yeye najisikia sasa mimi ni dume kabisa. Waislamu waliniheshimu na kuniogopa kwa sababu hawakujua Mugiriama amewaje Mwarabu. Ni rahisi kuoa mzungu, hata Masai ananuka maziwa anaweza kuoa mzungu haraka sana. Lakini hawa watu kuoa sio rahisi. Lakini wakati huo yeye mwenyewe pia akaona labda ameniweza sana. Lakini katika wale 6 hakuna aliyekuwa na mwingiliano kama yule mama. Wote ni wake zao. Sema amen. Wote ni wake zao. Kila mmoja alikuwa anakaa kwake. Lakini kuna mwingiliano fulani ambao huyu mama hakuna ambaye tuliingiliana naye. Kwa hivyo project zote, mali zote Mungu alinibariki. Beki alikuwa ni huyu mama. Na hata nilikuwa nikitaka kuoa tena ninamwambia. Na hata harusi tulikuwa tunaenda. Na yeye anakula pilau vizuri sana. Anaambia karibu mnyapara wangu kaka, lakini utaenda uniachie nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaona moyo wake tukaingiliana sana. Sasa yeye ni mimi na mimi ni yeye. Hata kama ilikuwa na wengine. Wao walikuwa wanauliza huyu mzee unakaa naye naje? Walikuwa wanauliza maarifa. Maana hawakuingiliana, hawakunijua undani wangu, hawakujua uwezo wangu, hawakujua mafikirio yangu. Walikuwa wanauliza Masi, huyu mzee unakaa anaweza tukakaa naye eje? Kwa sababu humuelewi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea haya kwa sababu yalinipitikia, na sababu yake kikamilifu ni kwamba nimekuja ya kwamba wewe ni mke wa Yesu.
Amen. Na kuna washirika ambao maisha yao wameingiliana sana na Mungu. Amen. Wameingiliana sana na Mungu kiwango cha kwamba hauwezi kumtoa kwa Mungu. Yaani intimacy yao imeingiana sana. Haleluya. Ndiposa Masi alipoambiwa achana na huyu kijana ukaolewe tena, aliwachekelea akawaambia, hamujui nilitoa wapi na hamujui mimi na yeye tunaishije, tuacheni hivyo hivyo. Mungu atashuka na mtaona na macho. Na hata wengine walioongea na yeye wako kwa hii kanisa. Hiyo maneno nakwambia. That in this church. Basi waachane nayo leo. Wako kwa hii kanisa. You can just imagine vile Mungu amewaleta. Hallelujah. There is this church mchungaji. Na mtumishi wa Mungu Daudi akawa ameingiliana na Mungu sana. Ndiposa alipotenda dhambi, Mungu hakuweza kumuua. Maana alikuwa ameingiliana na Mungu sana. Yeye mambo yake alikuwa akifika mahali kwa Mungu, hata mke wake anamwambia, wewe mwanamke usiongee maneno hayo. Unaona unasema nimecheza mpaka nguo zimeanguka. Wacha hata vesti yanguke. Nilikuwa namchezea Mungu na sijamchezea Mungu, tamchezea zaidi. Yaani Daudi alikuwa na mambo mengi, ana tabia, lakini kifika kwa Mungu alikuwa ameingiliana sana. Na hiyo ndio limwokoa Daudi. Je, wewe umeingilianaje na Mungu wako? Maana hiyo ndio shida ya Wakristo. Kuna Wakristo wanakaa kwa hewa, wakubembelezo. Mbona uji kanisani dada? Nilikuwa nalima kidogo. Mbona uji kanisani mzee? Unajua nilikuwa nimepata kasafari. Na kuna safari alipata. Haleluya. Wakati wa dhoruba likifika utaenda. Kwa sababu hauna intimacy na Mungu. Mungu anamwambia Joshua, kitabu cha Zakaria 3, anamwambia Shetani, achana na Joshua, ni kinga changu kinachotoka motoni. Joshua ametenda dhambi. Joshua amepatikana kabisa guilty, lakini Mungu anasimama anamtetea, maana wameingiliana sana. Mbali na kuomba, mbali na kusoma Biblia, jameni kanisa, tuombe sana Mungu atupatie hekima na maarifa. Tujue jinsi ya kukaa na wanadamu. Jua jinsi ya kukaa na situations. Wakati situation imekuja, lazima uwe na hekima na maarifa. Hii nitaikabiliaje? Mama, usitoke kwa ndoa yako. Kabiliana na mashida leo kwa ndoa yako. Kama ulitoka ni sawa, lakini kama hujatoka usitoke. Let's pray. Mungu atupatie akili zetu, azisafishe. Sema amen. Uwe sharp. Praise the Lord. Mungu anataka mtu sharp. Hata wale madego worshipers, they are very sharp. Hata Al-Shabaab, they are very sharp. Umenielewa? Wale Al-Shabaab wengi ni watu university. Tena wale watu wanachukua mathematics, science subjects. Hata shetani anataka mtu sharp. Na Mungu, sema amen, anataka msichana sharp. Sasa vipi? Unamuuliza vipi vya kuku? Ama vipi? Na unajua kuku umea vidude hapa. Ndio vinaitwa vipi? Sasa unamuuliza vipi vya kuku? Unasemaje? Unamwangalia kwa macho. Si kuangalia chini na kuchora makosa Kenya. Muangalie kwa macho, ulikuwa unasemaje? Ndugu, katika jina la Yesu unasemaje? Ujinga umeisha, maana hata kwambia tena. Lakini ukiangalia chini nasema hapa, wana mbana nipakia boda hii. Tutamsaidia yule mtu ambaye yuko karibu hapo kwa leo. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tusome katika kitabu hicho cha Ayubu pale 42:1 mpaka 11. Yesu Kristo, makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naamini kanisa mnaelewa kile ambacho Mungu anatueleza. Sema amen. Tunaongea habari ya mtu ambaye ana mshikamano, intimacy na Mungu. Sema amen. Yajapo tokezea majaribu, kujapo waka moto, ujapo rogwa, ujapoonewa kazini ama mahali popote, kama wewe uko kikamilifu na Mungu wako, sema amen, hapo ndipo Mungu atafika mahali akutetee. Tumeona ya kwamba Ayubu amekuwa mcha Mungu na amekuwa anamtumikia Mungu kwa roho na kweli. Na imefika wakati tukasema mke wake amekuja kumwambia amkane Mungu akufe. Na hapa Ayubu anamwambia mke wake, mbona mke wangu unataka kuwa kama wale wanawake wajinga? Tayari hapo Ayubu alitumia hekima. Hakumwita mke wake mjinga. Sema amen. Na hapo Ayubu akaendelea kupambana. Na imefika wakati sasa marafiki zake wakaja
Wakaja wakamwambia Ayubu, ulitenda dhambi ndiposa umeingia katika hii shida. Na Ayubu hakuwa ametenda dhambi, lakini ni Mungu alikuwa amemwingiza katika mitihani. Ndugu zangu wapendwa, Mungu ametuingiza katika mitihani, na mtihani huu lazima tushinde, na kushinda kwetu ni wewe kubadilika, na kuanzia sasa umwambie Mungu, nitayaacha yale wala sitakukana, nitasimama nikapata kukuabudu kwa roho na kweli. Haleluya. Ayubu ameendelea katika zile shida, lakini katika kitabu cha 40 mlango 40 kuanzia 1, Biblia inasema Mungu akashuka sasa kwa Ayubu, akamwambia Ayubu, katika haya yote uliyoyapitia sija kuona ukinikana. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamekana Mungu kanisa? Haleluya. Kukosa kutoa fungu la 10 ni kumkana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni sheria ya Mungu, alisema leta sehemu yako ya 10. Na kama umeshindwa kuleta sehemu ya 10 umemkana Mungu. Na ndiposa nimesema mimi ni shahidi ya watu ambao walikataa kumtolea Mungu fungu zao za 10. Ni shahidi wa kuona wakiingia katika matatizo. Na wakati ninawaombea hata Mungu anasema waache kwanza. Waache kwanza. Lakini hapa Mungu anamwambia Ayubu ya kwamba nimekurudia Ayubu, maana katika mateso, katika mitihani sijaona ukiniacha, sijaona ukinikana. Ijapokuwa mke wako alikwambia unikane, lakini Ayubu ulikataa kunikana, na sasa nimekuja nikurudishie kilichopotea. Sema amen. Nataka kuambia kanisa, wachana kuchukia maadui zako. Sema amen. Adui wako wote ambao walikuwa ni maadui wa Ayubu alitumia wao kumbariki Ayubu. Wa kwanza ni mke wake aliyetumika kwenda kumwambia mkane Mungu ukufe. Ndio Mungu alitoa tena watoto 7 kutoka kwa tumbo la huyu mama, na watoto wazuri kuliko wale wa kwanza. Adui wa kwanza alikuwa ni mke wake aliyekutakia kufa. I love my enemies, they are my helpers. Sema amen. Anza kupata hekima na maarifa ya kuwapenda adui zako. Anayekuinukia nukuia. Mungu alipepeta kanisa, akalifunga kanisa. Ndio sasa tumekuja, ukuje na mawazo tofauti, ukuje na mtazamo tofauti. Sema amen. Hakuna devil worshiper yoyote atakayekuja kwa madhabahu ya Jesus ili akoroge ibada. Hello. Hakuna devil worshiper yoyote atakayeingia kanisani akoroge ibada. Jumapili nilikuwa ninahubiri hapa, Jumapili hizi zilizopita. Waulize hao. Mimi ninaomba hapo mwapipo anashikwa huko juu. Mchungaji anamalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakuta mchungaji, wao hapa naona wengine mko sawa, wacha nikwambie. Hapa kuna sanduku la Bwana. Sema amen. Mungu mwenyewe anakaa hapa. Na kama kuna sanduku la Dagoni litaletwa madhabahuni, litaanguka lenyewe. Haleluya. Tunajua hapo kuna watu hapo ni wazinifu hapo, watajikufia wenyewe. Hapo kuna wengine madevil worshiper wametatiza ibada ya Jesus haitatizwi, kwa sababu shetani alijaribu kutatiza Yesu, akamuweka kaburini, lakini siku ya 3 hata hawakujua vile liliondoka jiwe, wakamkuta Yesu ametoka. Haleluya. Ndiye Mungu tunayemwabudu hapa. Hatuombi Mungu wa kumsingizia. Unajua nasikia huko kuna mtu mbaya, kuja hapa. Kama kuna wabaya, kuja hapa. Haleluya. Ndiposa tunaweka kichondo cha sadaka hapa, kila mmoja akanyage madhabahu. Sema amen. Amini jirani yako, si tuko juu. Hatupishwi na hizo vitu. Niona mtu ana mikono juu, amefunga mikono juu. Akifunga anajifunga mwenyewe, si tuko smart. Haleluya. Wewe weka mikono hivi, fanya mikono hivi, inua mguu hivi, shauri yako. Si tunamwabudu Mungu, na kama wakubarikiwa tabarikiwa, kama wakumwona Mungu tamwona Mungu, kama wakuinuliwa tainuliwa. Shetani hakuna mahali anaweza kututatiza. Sema amen. Nataka utoke katika kanisa hili leo ujue ya kwamba hakuna pepo wala shetani anaweza kukutatiza kwako. Nenda ukamwambia Mungu, kuanzia leo nyumba yangu ni madhabahu ya Jehova. Mwalike Mungu pale. Sema amen. Apambane. Ninataka niliambie kanisa, wakati mtu anakuongea mabaya, he does not concern you. Wewe haupo. Hawa watu hawakuongea kuhusu Mungu,
Mungu anasema haukuwa mnaongea na Ayubu, mliongea na mimi. Kwa hivyo mtatoa sadaka ya dhambi, mtapelekea Ayubu, mtapeleka dhahabu, mtapeleka silva. Kwa sababu gani? Nyinyi mliongea mabaya juu ya Mungu. Sasa leo jipange. Leo ukiongea mabaya kuhusu askofu, ukiongea mabaya kuhusu mzee wa kanisa, ukiongea mabaya kuhusu wachungaji, jipange, kwa sababu unamwongea Mungu. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayubu alishangaa sana. Ndiposa akasema basi hakuna lisilowezekana kwake. Tena wakati Mungu mtu anapopanga mabaya, Ayubu anasema wewe kumbe huwa uko pale. Watu hawa walipokuwa kiniambia haya maneno, nilikuangalia na macho sikukuona, lakini leo unasema waliongea kuhusu mimi. Ulikuwa wapi Bwana hata ukaona wakiongea? Mungu alikuwa juu mbinguni, lakini Biblia inasema jicho la Bwana linaangaza dunia nzima kuangalia na kuangalia watumishi wake mahali walipo. Sema amen. Watu wa Mungu mahali ulipo kuanzia leo, kuna CCTV ya mbinguni na kuangalia, na usiwe na shida. Kama kuna jambazi amekuvizia, Mungu atadili na yeye. Kama kuna mchawi, Mungu atadili na yeye. Kama kuna jambazi, Mungu atadili na wewe. Haleluya. Maana Ayubu anasema nimegundua siri, hakuna lisilowezekana kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa ulipo, sema hapa nilipo, mkono wa Bwana tena ni mrefu, utanishughulikia. Nitatoka na baraka zangu, nitatoka na uponyaji, nitatoka na neema. Pokea neema kubwa katika jina la Yesu. Haleluya. Kumbe jameni, tukiwa serious na huyu Mungu, kumbe jameni, tukimtumikia Mungu kwa roho na kweli, kwa undani zaidi. Haleluya. Ninasema ya kwamba hakuna chochote ambacho kilikuja kati yangu mimi na Masi tuachane. Ijapokuwa nilioa wanawake 6, lakini bado Masi aliishi ndani ya kilindi cha moyo wangu. Kwa hivyo hata waliomwambia aondoke haikuwezekana, walioniambia nimwache haikuwezekana. Ndivyo alivyo Mungu ndoa yako na wewe. Kama uko ndani ya moyo wa Yesu, ni Mungu anamwambia shetani, achana na mtumishi wangu Joshua, ni kinga kinachotoka motoni. Hiyo ni tamu. Haleluya. Yaani unatembea. Sema amen. Ayubu hakukosana na Mungu. Ayubu situation yake ilikuwa ngumu. Ninasema hivi kanisa, ni hali gani ngumu? Hali ya kudaiwa, hali ya kufungiwa nyumba, hali ya kukosa chakula. Isikutenganishe na Mungu wako. Kama hiyo shida imekuja kwako, lakini una undani na Mungu, mnapendana kiundani sana, haitakutoa kwa Mungu. Haleluya. Na hiyo ndio shida peke yake ya kanisa. Na mimi Mungu amenipatia hiyo experience kuhusu huyu mama. Sema amen. Hali vile ilivyokuwa imeenda, hatungekuwa na huyu mama. Lakini nilimuomba Mungu anipatie mke mzuri. Na wewe umepatiwa wokovu na Kristo. Wokovu mzuri sana. Watu wengi wanasumbuliwa na mambo mengi. Wachana na mambo mengi, wachana na mambo ya watu. Wewe unajua fulani amenifanya, wewe unajua fulani ameongea, wewe unajua fulani alifanya. Hizo vitu zitakusaidia. Sema amen. Mimi nina maneno mengi sana, lakini nikiwa hapa kwa madhabahu, nikifika kwangu sina maneno mengi. Sina mastori za watu. Kama ni biashara kumalize, hiyo imeisha. Sema amen. Na nikikwambia Bwana amekubariki, nataka uamini Bwana amekubariki. Unataka nirudie. Nikikwambia umepona, amini umepona. Sema amen. Lazima uwe na mkono wa kuchukulia baraka zako. Mungu atakuletea gari, huna mkono wa kuchukua. Mungu anakuletea mke, huna mkono wa kuchukulia. Mungu anakuletea vitu, huna mkono wa kuchukulia. Lakini umefika wakati kanisa, sema amen, upate imani ya kuchukulia vitu vyako. Mimi sikuombewa na mtu. Sema amen. Apostle Ng'ang'a alisikia nikishuhudia kwa madhabahu kwamba Mungu aliniponya ukimwi. Alisikia nikiongea kwa madhabahu. Na yeye ndiye mchungaji wangu, aliniambia sala ya toba. Yesu aliponiambia nimekuponya, niliamini. Na nikamwambia kama umenisamehe dhambi, basi mimi nimepona.
na kama nimepona nisigonjeke tena. 22 years nina imani na kila siku ninashuhudia na sijagonjeka na sigonjeka na niko negative. Nilitoka hapa tu nikaenda hapa Memo, katolewa damu kichupa kizima for the first time after 20 something years. Wakapima negative, nikaja nayo hapa. Si kwamba ati nilipotembelewa Mungu akaniambia nimekuponya, sasa kuteremka tani niende nipimwe. Ni kwa sababu nina mambo yangu. Lakini kama wewe unaamini ya kwamba dhambi ni mbaya kuliko ukimwi. Haleluya. Kumkana Mungu ni dhambi kubwa sana. Look, let me tell you one thing. Paulo anasema nimefanya nini? Nimechechemea, nimeilinda imani. Nimeilinda imani. Na sasa mwendo ninaumaliza na ninaona taji langu kwa sababu ya kulinda imani. Kuna mtu anaweza kujigamia. Tumeona hata wanawake wengi, hata wengine wanajua. Unajua huyu mzee alinioa nikiwa bikira, huyu mzee alinioa nikiwa bikira. Sasa kuolewa kuwa bikira. Nikamwambia mama, ndoa itakuja kuvunjika hivi. Hutandiki kitanda maana uliolewa kuwa bikira. Hupiki, uleti maji mzee akaoga. Hupatii mzee raha kwa sababu uliolewa bikira. Ndoa ilivunjika mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Let's not lack knowledge. Hallelujah. Kile ambacho Mungu amekupa ni ushuhuda ukusaidie. Si kwamba umeshikilia hapo basi akawa ni wimbo. Kila tukikana Pastor Mzungu na mke wake huyu, story ni hiyo. Unajua hata huyu hata niliona kwa msichana. Hallelujah. Wokovu ni sasa. Na kama si sasa? Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema nimechechemea. Nimepiga mwendo. Na sasa vile ninaona ninamalizia. Lakini sitaitupa imani. Mungu anaangalia imani. Mbingu inaingiwa kwa imani, haingiwi kwa matendo. Haleluya. Kama ni matendo, Abrahamu angekuwa mbinguni, alizaa na maiti. Matendo hayo hayangemweka mbinguni. Sema amen. Kama ni mbingu inaingiliwa kwa matendo, Daudi hangeingia. Wacha kuingia, hata njia hangeiona ya kuendea huko. Bali yuko mbinguni. Kwa sababu gani? Imani. Na vituko vyake na udhaifu wake, lakini kifika mambo ya Mungu humtoi. Hapa na mtu anakuja kanisani mpaka abembelezwe, kutoa fungu la 10 mpaka akumbushwe. Bwana Yesu sasa. Haya tunafunga wa mama, tunafunga. Haya, ni wangapi walifunga? Mimi siulizi hiyo swali. Ati ni wangapi walifunga? Ukifunga unajifungia mwenyewe. Amen. Ukitoa unajilinda mwenyewe. Fungu langu la 10 inaweza likamsaidia Pastor Dena. Fungu la Dena inaweza likamsaidia Pastor Yunis. Haiwezi kumsaidia. Fungu lako la 10 linakusimamia mwenyewe. Hello. Mwingine atoa fungu la 10 akiingia kwa gari hawezi kalala. Jicho ametoa futi 2 nje. Dereva, unaona hivi? Kwa sababu yuko wasiwasi. Alipata hakutoa, akapata hakutoa, akapata. Sasa anajua anything inaweza happen anytime. Sasa anakodoa jicho, maana hajui. Unaona hiyo gari inakuja vibaya gari. Sasa udereva kila usiku na mchana yuko kwa njia. Wewe uliteza kwenda Nairobi ni akaenda ni akarudi. Leo unaenda Nairobi, wewe ndio fundi wa kumania, unakuja gari hapa. Because you are guilty. Hallelujah. Na kama hauko guilty utakuwa kama Joshua. Biblia linasema nini kitabu cha Zakaria 3? Joshua alisimama kimya. Alisimama wima, akasimama kimya, hakuongea, hakujitetea. Sema amen. Mungu peke yake mbinguni akasema, ni kinga changu kinachotoka wapi? Wachaneni naye. Inuka ufikie hiyo kiwango. Sema amen. Let not situation, praise the Lord, ikutoe katika uwepo wa Mungu. Mwizi, jambazi, mbakaji, jambazi aliyuko msalabani. Ninakwambia wokovu si matendo. Sema amen. Kuingia mbinguni ni imani. Maana kama una imani hautatenda dhambi. Haleluya. Kwa mfano mimi ni kijana na nipate na mama yangu, niende nimtukane ama nimpige. Sina imani ya kwamba nikimuudhi mama yangu nitashikwa na laana. Kwa hivyo sina imani. Kuna watu hawana imani ya kwamba kwani mzazi wake ni nani?
Haleluya. Kama una mtoto wa kiume ana ndevu kama wewe, hatuwezi kusema hapo kuna wanaume wawili. No, mmoja si mwanaume. Mimi ndio mwanaume wa mama yake, yeye si mwanaume. Atakuwa mwanaume sahihi akiwa kwa nyuma yake na watoto wake, sasa hatutamwita mwanaume. Lakini kama wewe si mwanaume, mimi ndio mwanaume wa mama yako. Sasa kuna mwingine akaona amejiinua sana, amenuliwa sana, mpaka akamzazi kake kako huko Murang'a, nikale nusa sokoro, pengine kijana sasa ni MCA. Sasa akifika nyumbani wanamuuliza, rafiki yangu na kale kazeni kanani? Hawajana kale kazeni ka jirani tu kazi. Nani babake? Ka jirani yule amekuja kuomba ni wako. Hata unachukia babako na dharau babako. Sema amen. Unajua ujinga ni nini? Ya kuchaguliwa ni miaka mingapi? Hiyo ndio shida na wanasiasa. Ndio naona wameanza kubadilisha ndio wengine wabaki huko. Magavana wote wanatakana waende nyumbani wakapumzike, wengine wainuke. Lakini katiba ambayo inataka kuletwa ni magavana waanze tena upya. Na wana pesa, wameiba pesa za kutosha. Kwa hivyo wanaweza kumanipulate watu wakarudi tena. Na Wakenya wakiwa ni werevu wa Kenya, wakajua ya kwamba ni mipango ya hawa watu wanataka kurudi tena kule, na washakuibia vya kutosha. Haleluya. Hiyo inahitaji hekima. Siwezi kupigia gavana ambaye amekuwa gavana 10 years. It is enough. Hata mimi na mtoto wangu nataka awe gavana. Jeremiah alikuwa gavana. Sema amen. Ayubu kwa ule upendo wake, Ayubu kwa ule mwingiliano wake, anamwambia mke wake, mke wangu, tulipobarikiwa ni Mungu alitubariki na tukafurahikia. Na saa hii mabaya yamekuja, bado Mungu yule aliyetubariki anaona, na haya pia anahusika. Oh my God, shida zako Mungu anahusika. It is good for you to sit down na uangalie ni mahali gani ambapo kumefungua mlango. Sema amen. Mimi singesoma kama ningefuatilizia jamii yangu. Shadrach, Meshach na Abednego hawakukataa kuingizwa matanuru ya moto, walikubali kuingizwa, lakini wakajua Mungu wao anaweza kuwasaidia. Hawakumkana Mungu. Waliambiwa muabudu kigango, muabudu sanamu, ama Mungu wenu awasaidie. Akasema hatutaabudu kigango, Mungu atusaidie, sisi tunajua Mungu anaweza. Sema amen. Si wakati wa kuinamia hali. Haleluya. Si wakati wa kuinamia hali. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kuhusu tabia. Tabia zinaweza zikakukosesha baraka zako. Haleluya. Unaweza kuwa na tabia ya ukali. Umenyamaza lakini ukikasirika hukukaliki. Wacha nikwambie, hii Biblia inasema hivi. Hii inasema mtu mwenye hasira harithi chochote. Kwa hivyo hiyo tabia ya hasira kama unayo na unaifurahikia maana babu yako alikuwa mkali, the word of God says hurithi chochote. Huwezi kurithi chochote. Mama akiwa kwa nyumba ni mkali, hiyo ndoa itavunjika. Aolewe na mwingine, nyumba itavunjika, kwa sababu wanaume hawajazaliwa na nature ya kuinukiwa na sauti ya mwanamke. Labda wenzangu, lakini mimi haiwezekani. Nikikohoa Yesu Kristo anamwambia Petro, nimeona mwenye hii dunia anashuka kama nini? Kama moto, na ana haja na wewe. Hakumficha tena, kupepete kama nini? Lakini nimekuombea hata kuweza. Alafu uwe hauko sawa na Mungu wako. Wanaweza sasa uwe hauko sawa na Mungu wako. Na Yesu mwenyewe anasema nimemwona akishuka kama umeme, na ana haja na wewe Petro, tena kupepete kama ngano. Praise the Lord. This is a new era, church. Huu ni mwanzo mpya. Watu wa Mungu tusimame. Watu wa Mungu, kaa na wokovu wa kibinafsi. Your own salvation, not our salvation, my own. Kama uko kwa shimo unachimba migodi, hapo Yesu awe naye. Kama uko majini unachota maji, Yesu awe naye.
Nataka kila mmoja kuanzia sasa apokee roho ya kutamani kukaa na Mungu ndani yake. Yearn to have God in you. Praise the Lord. Tamani kuwa na Mungu ndani ya maisha yako. Tamani kuweka Mungu ndani ya maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Utatubu mbele za Mungu wako kile ambacho umekitenda. Kama haujaweza kumtumikia Mungu kwa uaminifu, utamwambia Bwana, leo niko mbele zako, natamani kuanza na wewe. Leo ni siku ya mapatano, leo ni siku ya kurejeleana, leo ni siku ya kuingiliana. It's a day of intimacy. Wanadamu kaingiliana na Yesu wako, kaingiliana na Mungu wako, na tatizo lolote kama kuna moto anayekupreza, Yesu mwana wa Mungu atakusaidia, atakutoa hapo leo, atakubebesha godoro lako na uende zako nyumbani. Watu wa Mungu, utatoka hapa katika kidimbwi hiki. Mungu anaenda kutembea, Mungu anaenda kushuka, Yesu anaenda kuwatembelea kila mmoja. Utakuwa tayari. Endelea kujiachilia, endelea kujiachilia, endelea kujiachilia. Bwana anatembea. Yesu ameshuka mwenyewe, hajatuma na malaika, hajatuma na malaika, anatembea mwenyewe, anatembea mwenyewe, anatembea mwenyewe katika jina la Yesu. Yesu ameshuka mwenyewe, ameshuka mwenyewe katika matawa, katika matawa. I say fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, fire, moto, 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 fire in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Oh my God, lete hapa. Mungu anatembea jamani, Yesu anatembea, alituma malaika, sasa Bwana ameshuka mwenyewe, amekuja mwenyewe Yesu, amekuja, anatembea mwenyewe Yesu, amekuja mwenyewe Yesu katika jina la Yesu. He's a blood, 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 he's a blood of Jesus Christ. My God, my Redeemer, wewe ni Mungu. I say fire in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Inua mikono yako sasa, inua mikono yako sasa, inua mikono yako sasa katika jina la Yesu. Nabadilisha maji haya yawe damu ya Yesu na moto wa Mtakatifu. Baba, ni wewe utagusa, hata kama wanadamu wameambiwa wasiguze, lakini Baba yangu ulituma malaika na leo unatuma wewe, utashuka mwenyewe katika jina la Yesu. Naachilia damu, naachilia damu, naachilia damu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu wala si mwanadamu. Ninashika mateka kila roho zote, roho za devil worship, roho za kuzimu, roho za mauti, hazina uwezo, hazina mamlaka katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, nashika mateka kila roho zote zilizotoka na kuzituma. Naachilia moto wa Mtakatifu. Roho Mtakatifu wa Bwana, kazidi kumtembelea mtumishi wako. I release the power and anointing of the Holy Spirit. Pokea uponyaji wako katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu umewashangaza wewe. Hakuna You are set free now. She's okay.
yako juu, hata kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa sababu ya urejesho. Mshukuru Mungu maana ameingia ndani yako Kristo. Alitumana leo ameshuka mwenyewe. Amekuja kukukomboa na kukuweka huru. Huyu ni Mungu. Mungu wa ajabu, Mungu wa neema, Mungu wa upendo, Mungu ambaye anakomboa na anaweka huru katika jina la Yesu. Mtukuze Mungu wako. Mwambie Bwana ni asante kwa uzima na uhai, kwa ukombozi. Mwambie Bwana ni asante kwa kuniokoa na kuniweka huru. Mwambie Bwana ni asante kwa sababu ya uponyaji kikamilifu, kwa sababu ya mwanzo mpya. Mwambie Bwana ni asante. Yeye ni Mungu wala shimo na damu. Unaitwa nani? Ruth. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, kuanzia leo na kuanzia sasa, mimi mtoto wako nimeamua kubadilisha maisha yangu. Nitakutumikia kwa roho na kweli. Roho yangu na maisha yangu nimekupatia Bwana. Fire in the mighty name of Jesus. Come out, devil worshiper. Devil worshiper. Loose now. Loose. Loose now. Loose in the mighty name of Jesus. Toa haraka. Toa haraka. Toa haraka. Toa haraka. Toa kile umeweka. Toa kile umeweka. Harakisha. Harakisha. Toa haraka. Toa na kutolea. Toa pale umeweka. Umeweka wapi? Umeweka wapi mauti? Umeweka wapi devil worshiper? Nimekushika mateka katika jina la Yesu. Nimekung'oa au una uwezo na mamlaka. Nimetupa kuzunguka huko. I set you free now in the mighty name of Jesus. Free in the mighty name of Jesus. Baba, ulipofika katika kile chumba, wewe Mungu ulimwambia yule kiwete, jitweke godoro lako na uende nyumbani salama. Katika jina la Yesu, amekuja baba akiwa kiwete, amekuja akiwa amepagaiwa, na atatoka nyumbani mwako akiwa salama, akiwa mzima katika jina la Yesu. Na rejesho wanadamu kumtumikia Mungu ndani ya maisha ya mtoto huyu. Ninasema na asante maana wewe Mungu wala si mwanadamu. I set you free in the mighty name of Jesus. Pigia Yesu Kristo makofi na sifa.